kufuzu. In short kikosi kipo vizuri. Ila sema changamoto ya kosa ni ya kocha wetu wa Simba ni pale ambapo anakuwa anajisahau kufanya sababu cha kwanza. Kwenye hilo swala naona kwangu mimi ni changamoto moja kubwa sana ambayo inasababisha Simba tusipate matokeo ambayo tunahitaji. Kwa sababu timu inapokuwa uwanjani kuna baadhi ya wachezaji wanakuwa wanaonyesha dalili ya kuchoka kiasi kwamba mchezo umewakataa, lakini ni kocha anakuwa hayaoni hayo, na hata kama anaona basi anakuwa hazingatii. Anatupa pressure sisi kama mashabiki, yani tunakuwa tunapata mawazo mbalimbali kwamba huenda labda anakuwa na mapenzi na wachezaji tofauti na mapenzi na timu. Yaani anakuwa anaweka wachezaji uwanjani kwa sababu anawapenda. Umeona? Lakini issue nyingine ni kwamba kwa mchezaji ambaye anatia changamoto na anasababisha mashabiki tupate pressure ni Ateba. Ateba ni mchezaji mzuri, ana nguvu, ana kila kitu, ila yani ile performance yake sio nzuri. Anakuwa anaingia uwanjani anakuwa kama hayuko tayari kuwa mchezoni. Kwa issue kubwa ni kwamba kocha akijirekebisha kwenye hilo swala la sabu na akatufanyia mchakato kwa mfano Ateba akawa anamwacha benchi, anaanza na DSM Kwala kwa nafasi ya Ateba. Alafu Ateba anakuja anaingia kipindi cha pili. Hiyo nafikiri pia inaweza ikawa ni nafasi moja kwetu sisi kutupa fursa ya kufuzu kwenye na tukapata magoli mengi, kama kwa sababu Simba sasa hivi ili afuzu anahitaji magoli 3 na kuendelea kwa bila. Na asiruhusu bao. Unadhani inawezekana? Kwa mujibu wa kikosi kama kitapangwa kwa maono ya mashabiki tunavyoona kwamba cha kwanza changamoto kubwa ambayo mashabiki inawapa pressure Ateba akianzia nje DSM Kwala akapata nafasi ya kuanza ndani. Kwa mimi binafsi kama shabiki namba 1 naona inaweza kuwa nafasi moja hapo ambayo inaweza kutupa sisi nafasi ya kufuzu na kupata magoli ambayo tunahitaji. Sawa bwana.